Tukifunika macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo najiweka kwako na kundi lako naliweka kwako. Tunapokwenda kwa ajili ya kusikia maneno yako sasa, Mfalme, naomba uwepo wako ukawe juu yangu na juu ya watoto wako. Ukaseme na kuyafafanua maneno yako kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kushukuru. Amen. Somo la leo linasema kufunguliwa kwa njia ya maombi. Kufunguliwa kwa njia ya maombi ndio somo ambalo naenda kulifundisha. Kitabu ni Isaya sura 43 mstari ule wa 22, nao unasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoaye. Wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Hawa ni watu wa Mungu, taifa la Israeli. Na anayesema haya anasema ni Mungu. Anaongea juu ya watu wake. Anaona watu wake wana mizigo mizito, wamekuwa mateka na wamefungwa, lakini hapana mtu anayesimama kusema Bwana rudisha. Kwa hiyo vifungo ni vizuizi. Mtu anazuiliwa kupenya mpenyo fulani. Mtu anafungiwa kwenye sehemu fulani ya ufahamu wake. Haoni ng'ambo ya pili ya maisha yake. Kwa hiyo vifungo vinaweza vikamwandaa muamini yoyote akajikuta wakati mwingine amenyimwa uhuru wa fikra. Mtu amejaa msongo wa mawazo, yupo kwenye vifungo. Mtu amejaa ulaibu wa mambo fulani, anapelekeshwa na vitu asivyovitaka. Kwa hiyo Mungu anataka akufungue kwa njia ya maombi. Bwana asifiwe sana. Kufunguliwa huwa ni kuwekwa huru. Mungu anataka kuweke huru. Na unapowekwa huru, Mungu anakuwa anakutoa kwenye vile vifungo, anakusaidia ili usaidike kusimama katika nafasi aliyokuitia. Kwa hiyo Mungu anataka ujue katika maisha yako ya kwamba kila mtu wa Mungu asipokaa vizuri anaweza kujikuta mateka na amekaa kwenye vifungo. Haleluya pendwa. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Kwa wako watu leo ambao wamefungwa makanisani, wamefungwa rohoni. Rohoni wana vifungo vizito. Wamefungwa kwenye akili zao, wengine kwenye mawazo, wengine kwenye mitazamo, wengine kwenye nafsi. Mtu ameshikwa sehemu fulani na anatumikishwa, anateseka, anateswa, hana amani, hana furaha kwa sababu ya vifungo. Kwa kuna njia za mtu kufunguliwa kwenye vifungo. Njia ya kwanza huwa neno la Mungu. Neno la Mungu linamfanya mtu afunguliwe. Kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 37 anasema, tena mtaifahamu kweli nayo kweli itawaweka huru. Kwa unaposoma Biblia, Mungu ana tabia ya kukufungua kwa sababu unakuwa unajua hila za adui na maonezi ya adui na yakwepa. Kwa hiyo Mungu wako anataka ujue atakufungua kwa njia ya neno. Hiyo ni ya kwanza. Na mbili, Mungu anaweza kufungua kwa njia ya sifa. Ndio maana wakati mwingine unaambia njia za Mungu za kukusaidia wakati mwingine ni za kinyonge mno. Kuna wakati Mungu anataka kuvuja jambo kubwa, anakuambia imba tenzi. Na kupitia kuimba tenzi, Paulo na Sila gerezani, kitabu kile cha Matendo ya Mitume 16:25 hadi 26, wanamwimbia Bwana, misingi ya gereza inatikisika. Vifungo vinafunguka kwa sababu ya kusifu na kuabudu. Lakini pia ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza 16:23, tunamwona Sauli anapagawa pepo, lakini Daudi anashika kinubi, anapiga kinubi na mtu wa Mungu anafunguliwa. Njia ya tatu ya Mungu kufungua ni kwa njia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuja kwako huja na package ya kukufungua katika mateso. Kwa kuna mafuta ya Roho Mtakatifu yanayoshuka kwako, na yale mafuta yanakusaidia wewe kuwa huru rohoni. Ndio maana aliyejazwa Roho Mtakatifu ni tofauti na ambaye hajajazwa, kwa sababu aliyejazwa Roho Mtakatifu ana furaha ya ziada ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Kitabu kile cha Isaya 10:27 anasema, tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utadondoka begani mwako, na nila yake shingoni mwako, nayo nila itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kwa lugha nyingine, kwa sababu ya kujazwa Roho Mtakatifu. Njia ya nne ambayo Mungu anaitumia kufungua ni njia ya imani. Kitabu kile cha Marko 9:23, Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake yeye aaminie. Marko 5:28 mpaka 29
Tunamwona pale mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu miaka 12, aliweka nia moyoni mwake, nikigusa pindo la vazi la Yesu, damu yangu na msiba wangu na kauka. Ni imani, na alipogusa vikakauka, na Biblia inasema akapona tangu saa ile. Njia ya tano ya Mungu fungua ni njia ya toba. Jitahidi sana kurudi kwenye toba. Tumeona toba ilivyo na nguvu kwenye kitabu, kwenye shule ya wanafunzi. Kuna watu hapo kwenye vifungo kwa sababu kuna dhambi umewashika mahali, na Mungu anataka kutoe kwenye vile vifungo. Kuna wakati ambapo anataka tu wewe kama muamini umimine moyo wako kwa toba mbele zake, na baada hapo yeye akufungue kutoka kwenye uteka wako na kutoka kwenye mapito yako, akuweke huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ayubu 42:10 na 12 utaona hapo. Njia ya sita ni njia ya maombi ambayo naifundisha leo. Marko 9:29 anasema, akawaambia, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Haleluya pendwa. Na Yohana 14:13 hadi 14 anasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Haleluya. Haleluya pendwa. Kwa leo hii Mungu anataka akufungue, lakini kwa njia ya maombi. Na mimi nataka nikakuombee. Haleluya pendwa. Tuko pamoja. Luka 4:18-19 tunamaliza. Roho Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa. Kwa Yesu yuko mahali hapa kwa ajili yako. Haleluya. Na anataka ujue ya kwamba wewe kama mtu ambaye umebeba kitu chake, umebeba ndoto ya kusudi lake, kuna mapito na kuna mateso ambayo unaweza kuyapitia, lakini katika mapito na katika mateso yuko Yesu. Alikwenda msalabani akamwaga damu yake ili wewe na mimi tupone, na leo utapona kwa jina la Yesu. Akili ya mtu inapoelemewa anakosa nguvu ya kusimama mwenyewe, na ndio mtu ambapo anaanza kupata mambo mazito sana yanayompelekea kifungo cha afya ya kawaida ya kimwili. Lakini Mungu anasema haijalishi unachokipitia, maombi yana uwezo wa kukutoa kwenye janga lolote. Maombi yana uwezo wa kukutoa kwenye msiba wowote. Maombi yana uwezo wa kukutoa kwenye jaribu lolote. Na leo Mungu anataka akutoe kwenye majaribu yako. Unaweza ukasimama kwa miguu yako. Mungu yupo kwa ajili yako. Funika macho unapomaliza ujumbe huu. Yeye Mungu aliyekuita anakujua. Hali ulionayo hapo anaijua. Tetemeko la moyo wako analijua. Lakini anataka nini Jehova? Anataka uamini ya kwamba inawezekana, na ukiamini ya kwamba inawezekana, majibu yako yako hapa asubuhi ya leo. Nataka nimwambie mtu mmoja aliyechoka na kutindikia imani. Wakati mwingine unatamani upotee, wakati mwingine unatamani ufe. Nataka nikwambie utakufa, utaishi, na utasimulia matendo makuu ya Bwana, kwa kuwa yeye Bwana hata wakanyaga watesi wako. Haijalishi changamoto yako ni hali au mazingira ya wanadamu, yuko Bwana ambaye anataka umtwike fadhaa zako, umtwike huzuni zako. Unaweza anza kuomba mbele za Bwana, maana yeye anaposhuka analeta majibu yako. Umechoka rohoni, omba. Umechoka mwilini, omba. Umechoka nafsini, omba. Umechoka moyoni, omba. Na kama unataka maombi ya kuwekea mkono, unaweza ukapida ukahitimisha na wewe kuomba. Yuko Mungu kwenye masomo yako, yuko Mungu kwenye biashara yako, yuko Mungu kwenye familia yako, yuko Mungu kwenye uzao wako, yuko Mungu kwenye changamoto yako. Kama yule mwanamke aliteswa, akagharamiwa mali nyingi kusimfae chochote, lakini akaweka dhamirio, nitamwendea Bwana, nitamwendea Jehova, atanisaidia. Yuko kozi yako leo na kutisha. Yuko mwamba imara awezaye geuza matokeo, awezaye geuza kozi yako zilizosoma vibaya zikasoma vizuri. Yuko kazi leo na kuanzisha. Mose amekuinukia. Nataka nikwambie yuko Bwana awezaye kutenda, anaweza kufanya yasiyowezekana yakawezekana. Na ninakuombea asubuhi ya leo, yale ambayo yameshindikana, yale ambayo yanakuliza, kwa jina la
Yesu Kristo. Unapokea majibu yako wakati huu. Unapokea majibu yako wakati huu. Kila adha, kila shida, kila kilio, kila msiba, kila changamoto inakuachilia, 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 inakuachilia. Jiachilie katika uwepo wa Mungu. Na wewe na mtihani baadaye, omba mbele za Mungu. Bwana naenda kukutendea jambo kwenye mtihani wako. Jiachilie tu. Kuna shida zinatoka. Kuna changamoto. Uwezo ondoka nayo hapa leo. Hairudi hiyo changamoto. Ninaachilia nguvu na uwepo wa Bwana juu yako. Kila mateso yakaondoke. Kila mateso. Kila mateso. Wazee tusaidiane huduma hapa. Kwa jina la Yesu. Rikote. Randara mashekere mande. Repote krene. Iko nguvu ya Bwana inakushukia. Uko uwezo wa Bwana inakushukia. Pokea muujiza wako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Pokea. Kwa jina la Yesu. Muujiza wa maisha yako. 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 Na utangaza. Na utamka. Pokea. Kwa jina la Yesu. Moto wa Roho Mtakatifu ukawe juu yako wakati huu. Muujiza wako. Muujiza wako. Muujiza wako. Pokea. Kwa jina la Yesu Kristo. Rekamandara bosheketara. Rekemendala bosekemaya. Muujiza ikatembea katika maisha yako. Muujiza ikamimi